hautakosa mkate wa kila siku na maji yako yatakuwa yamepona. Maana maandiko yanasema, na Mungu aponye mkate wenu na Mungu awaponye na maji yenu. Leo inatangaza mkate wa kila siku ambao hautakatika. Mungu alipowatoa wana wa Israeli nchi ya Misri, muujiza aliwafanyia ni kuwafungulia mbingu na akawamwagia mikate iitwayo mana, ishara kwamba ninawatoa katika nchi ya Firauni na mahali nawapeleka nchi ya Kanaani. You shall eat in plenty, maana ni nchi iliyojaa maziwa na asali. Mkiwa kule mbingu ziko wazi, mkiwa kule mikate ni mingi, mkiwa kule maziwa yapo, mkiwa kule kuna nyama. Na akaamuru ndege wakatoka baharini, wakaja wakaanguka katika hema ya wana wa Israeli. Mbingu yako ikiwa wazi, hautang'ang'ana kula chakula. Mbingu yako ikifunguka, madeni yataondoka. Mbingu yako ikifunguka, utafika kwa biashara, wateja utapata na kuongojea. Mbingu yako ikiwa wazi, utauza hata ukiwa kitandani. Utapigiwa simu, waambiwe tafadhali tunakujia mali kwako, maana mbingu yako iko wazi. Mbingu yako ikiwa wazi, hautang'ang'ana kwa maombezi, hautang'ang'ana katika ibada, utaitana na utasikika, maana the upward ladder is connected. Amen. Mtumishi wa Mungu Ezekieli alipofunguliwa mbingu aliona maono ya Bwana. Wakati ule Isaia alikuwa katika hekalu na akatembelewa na uwepo wa Mungu baada ya mfalme Uzia kufa. Maandiko yanasema kwamba na akaona utukufu wa Mungu umejaa, utukufu wa Mungu umejaa hekaluni. Maana yake mbingu zilifunguka na kukaona the presence, the tangible presence of the living God. Kukawa na uwepo ambao unaweza ukaugusa, unaweza ukapapasa nguvu za Mungu katika hekalu. Amen. Ezekieli akaona mbingu zimefunguka na akayaona maono ya Bwana. Kitu kingine, na maandiko yanasema, na mkono wa Mungu ulikuwa juu yangu. Ninakutabiria mbingu iliyo wazi na Mungu auelekeze mkono wake juu yako. Nimekuja kutambua wakati ule mkono wa Bwana umenyooshwa juu ya maisha yako, hakuna mchawi aliye na uwezo, hata wanaotumia nguvu za kukanyaga teo, hata wanaokanyaga mayai na kuingia baharini, hata wanaoingia katika nyungu na kusafiri katika anga ya kiroho, hawana uwezo wa kudhuru maisha yako, maana mkono wa Bwana utakuwa juu yako. Ninatabiri juu ya familia yako, chochote ambacho adui ameingilia, natangaza mkono wa Bwana uwe juu yako. Natangaza anga ikufungukie na mkono wa Mungu ukawe juu yako. Mkono wa Bwana ukiwa juu ya kijana, maisha yake yanabadilika. Mkono wa Bwana ukiwa juu ya mama, hakuna kung'ang'ana tena. Mkono wa Mungu ukiwa juu ya mzee, hakuna shida tena. Ninakutabiria anga ifunguke, uyaone maono ya Bwana kutoka siku ya leo. Upofu utaondoka. Hautaishi kama mtu ambaye ana kwao, utaishi kama mtu aliye na mipangilio. Utajua kutoka Januari hadi Disemba ni nini ambacho unataka. Utaanza kuwa na mipangilio ya maisha, yaani hautakaa hoe hai. Utakuwa mtu ambaye ana kurasa mmoja kwenda mingine. Ninakutabiria kwa jina la Yesu, upofu wa roho uondoke, upofu uondoke. Mungu wa uzima mufungue macho yaone maono ya Bwana katika jina la Yesu. Na mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Ninakutangazia siku ya leo, mkono wa Bwana juu yako. Amen. Mchawi akikutembelea akitaka kudhuru, mkono wa Bwana utamsongeza mbali nao. Watakapokuita katika vioo au utatokea, maana mkono wa Bwana utapasua vioo vya wachawi na waganga. Ninatabiri kwa jina la Yesu, kuna vioo vitapasuka, kuna vioo vitakuwa na blackout, maana network ya mchawi kukuona kwa kioo haipo tena katika jina la Yesu. Wakati ule anga ilifunguka na mbingu zikafunguka, milango kule Misri ya maadui, minyororo ya chuma ilikatika katika, malango ya chuma yalikatika katika,
na Musa akaonyesha ishara za Mungu na akafanya miujiza 10. Panga na nguvu za Firauni, lakini Bwana alinyamazisha utawala wa Farao, maana mbingu zimewafungukia wana wa Israeli. Zilipowafungukia wakapigwa na giza kuu, wakapigwa, maji yao yakawa damu. Wanyama wanaoabudiwa na Wamisri waliokuwa na baharini, miungu ya majini yanayoishi katika maji, yakauliwa. Maji yote yakabadilika yakawa damu, hata maji ya kikombe cha Farao ikabadilika. I want to decree and to declare, when the heavens are open for you, God is going to punish your enemies. Kikombe anachofurahia adui kitajaa damu. Kikombe cha adui kitajaa shida, kitajaa shida. Badala ya kiwa na ladha, akitakuwa na ladha tena, maana Bwana atavunja heshima na furaha, na ile manukato ya utawala wa Farao yataingizwa baridi, yataingizwa uchafu. Manukato hayatasikika tena, kiburi cha adui akisikiki tena. Mbingu yako ikifunguka, your enemies are going to be silenced. Hallelujah. Mkono wa Bwana ukawa juu ya mtumishi wake Ezekieli wakati ule Yesu mwana wa Mungu alipoingia kwenye mto wa Yordani ili abatizwe na Yohana. Maandiko yanasema wakati ule alibatizwa, mbingu zikafunguka. Hallelujah. Ninatangaza hii kanisa la Word Power, tunavuka ukio wa mvuko, tunavuka katika ukingo wa mto wa Yordani. Miguu yetu tayari imeingia katika mto wa Yordani. Kuna ubatizo wa baraka unashuka, kuna ubatizo wa ujenzi unashuka, kuna ubatizo wa magari unashuka, kuna ubatizo wa viwanja unashuka, kuna ubatizo wa watoto unashuka, kuna ubatizo wa ndoa ambazo zitafungwa hapa, ambao unaenda kubatizwa nao. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kuna ubatizo wa maisha mapya ya kifedha, kuna ubatizo wa uponyaji, kuna ubatizo wa afya kurudi, na mbingu zikafunguka. Natangaza mbingu zako zifungukie, kama vile wakati wa Yesu mbingu ya ndoa yako ikafunguke, mbingu ya familia ikafunguke, mbingu za kifedha zikafunguke, mbingu za maisha bora zikafunguke. Na Yesu alipofungukiwa na mbingu, maandiko yanasema na sauti ikasikika. Leo hii utasikia sauti, leo hii utasikia sauti. Mahali popote utakapoenda utakuwa na mwongozo wa Bwana. Hata uende nchi ya ugenini, usiogope, maana kule Bwana ataenda nawe. Usiogope lugha ya kule, maana Bwana ataenda nawe. Usiogope utakachokisema, maana kuna sauti itakuzungumzia. Usiogope wachawi, maana kuna sauti inaongea. Usiogope maadui, kile ambacho wanaongea, kuna sauti nyingine inaongea kwa niaba yako. Wanakupangia mabaya, lakini Bwana anabadilisha kuwa mema kwako. Kuna sauti inaongea ya mbinguni inakwambia jipe moyo, niko karibu kuwaibisha. Kuna sauti inaongea inasema, Hana, usiogope vitendo na vitisho vya Penina, niko karibu kumnyamazisha. Ninatabiri kwa jina la Yesu, kuna Penina ananyamaza. Kuna watu ambao wamenukiwa na mapenina wa maisha, lakini Penina atafunga kinywa chake, maana Samueli anazaliwa. Mbingu ilipofunguka kwa anga, Penina alinyamazisha. Kuna watu ambao wanasikia sauti zinawavunja moyo, kuna sauti zinawakera. Kuna watu wameandikiwa ujumbe asubuhi ya leo katika simu, umeambiwa kitu cha kuvunja moyo, umesomewa, umepatiwa vitisho. But I want to prophesy in the name of the Lord, the heavens are about to open for you. And when you open, the heavens are open for you. Penina will be silenced forever. You shall never hear, you never hear about Penina again. Penina ambaye ni magonjwa hautamsikia tena. Penina ambaye ni mchawi anayetishia maisha kwenu hautamsikia tena. Vitisho vya Penina hautavisikia tena. Mungu akamwambia Musa,
waambie wana wa Israeli, hawa wa Misri unawaona, hautawaona tena. Leo inatangaza ya kwamba unachokiona kinakuvunja moyo, unachokiona kinakushusha roho, Bwana atakiondoa. My beloved son with whom I'm well pleased with, obey him. Mbingu inapofunguka kuna sauti. Amen. Leo hii utasikia sauti. Amen. Utaanza kusikia sauti. Ukiwa kwa kitanda utaanza kusikia. Utaimba wimbo utasikia sauti. Utatembea utaambiwa usiogope mwanangu, pamoja na madeni vile watoto watasoma, Mungu ataleta sauti. Amen. Wanaotafuta maisha yako watasikia sauti. Wakati ule watu wanne wa ukoma waliposema tukikaa hapa tutakufa, na tukienda mjini tutakufa na njaa, tukikaa hapa adui atatuua, waliposikizana, maandiko yanasema wakasonga mbele, na maadui wakasikia sauti kubwa, maana mbingu imefungukia. Mbingu ikifunguka, hata kama wewe ni kiwete, nataka nikuambie adui atasikia hatua moja yako, atatoroka. Hata kama una makaratasi yanayotosha, adui atasikia kishindo cha sauti itakayosikika, maana mbingu zimefunguka, na adui hatakuwa na uwezo kusimama. Ninakutabiria kwa jina la Yesu, maadui wasikie sauti nyingi, maadui wasikie sauti ya ngurumo, maadui wasikie sauti ya radi, maana anga yako na mbingu imefunguka. As much as you are saying amen, receive it in Jesus' name. Jinsi unavyosema amina na iwe yako. Yesu akafungukiwa na mbingu na sauti ikasikika. Wakati ule Yakobo aliiba baraka za Esau na akatoroka akiwa Beersheba, akafika mahali akatengeneza pilo ya mawe na akalalia pale. Maandiko yanasema akiwa pale akamwaga mafuta pale na akasema, mahali hapa ni mlango wa mbinguni, na mimi sikujua. Jina la mahali pale palikuwa panaitwa Luzi, lakini akapaita Betheli, maana yake ni lango la kuingia mbinguni. Nataka nikutabirie kama vile Yakobo alivyomwaga mafuta kwa mawe, na maandiko yanasema usiku huo akaota malaika wanashuka na wanapanda, akaona ngazi imeunganishwa. Leo hii kuna ngazi inaunganishwa katikati yako na Mungu. Kuna ngazi ya kiroho, kuna ngazi ya kuleta mema, kuna ngazi itakayoleta pesa, kuna ngazi itakayoleta kazi, kuna ngazi itakayokamilisha miradi, kuna ngazi itakuunganisha. Kuna watu hawajawaipanda ndege na watabiria enda mchukue passport, maana milango inafunguka ya mataifa. I prophesy open doors to the nations. I prophesy to everyone. Watoto walio hapa na watabiria kusomea ng'ambo, natangaza college zenu zikawe ni ng'ambo. Natangaza kutoka siku ya leo mambo ya ng'ambo yaanza kufanyika, milango ya ng'ambo ikufungukie, Mungu akuunganisha na watu walio ng'ambo. Ninakutabiria kwa jina la Yesu, uonje matunda ya ng'ambo kutoka siku ya leo. Uvae mavazi ya ng'ambo katika jina la Yesu, ukale pesa za ng'ambo katika jina la Yesu. Pata kibali cha ng'ambo in the name of Jesus. Yakobo akaunganishwa, akaona mbinguni malaika wakaanza kushuka na kupanda. Zile vitisho alizokuwa nazo za ndugu yake vikaisha. Nakwambia ukiona ngazi na ukiunganishwa vizuri, hautaogopa madeni, hautaogopa landlord, hautaogopa mwalimu mkuu wa shule, hautaogopa vitisho. Ninatangaza mbingu ikufungukie ili vitisho vikanyamazishwe. Hautaogopa dictatorship ya adui, maana Mungu atakaposhuka adui atanyamazishwa. Herode akanyosha mkono wake akamgusa Petero, maana juzi yake alikuwa amechukua Yakobo akamweka katika pipa la mafuta yamechemuka. Akaona
huyu jamaa aungui, akamtoa akamkata kichwa chake na upanga. Ili jambo likafurahisha maadui, ili jambo likafurahisha Wayahudi. Nimekuja nikuambie, haijalishi furaha ya maadui, haijalishi njama za maadui, ninatangaza furaha na mipango ya maadui inachemsha Mungu akiwa katika kiti chake cha enzi, akasimame na ainuke kwa ajili yako. Daudi akasema, inuka Bwana na ukasimame, ili maadui zangu wakatawanyike. Ninakutabiria mchana wa leo, Mungu asimame, maadui watawanyike, mbingu ifunguke, maadui watawanyike. Petero akashikwa, akawekwa katika kizuizi, lakini kanisa likaomba bila kukoma kwa ajili ya Petero kwake Mungu. Mungu akasikia kilio cha watu wake, mbingu zikafunguka. Mahali Petero alikuwa amefungiwa, mbingu ikawa wazi, mabati yakafunguliwa, akawa naona, akaona Baba, akaona Mungu, akaona malaika, akaona wazee 24, akaona viumbe vinne vya Mungu, na akaona roho 7 za Mungu zinazozunguka enzi. Na malaika kashuka, akamguza Petero katika ubavu, akamwambia vaa viatu. Akavaa viatu vyake, wakaanza safari. Walipotembea, maana mbingu imefunguka, maandiko nasema malaika akafungua mlango wa chuma uliokuwa mbele yake. Na alipofungua mlango huo, milango mingine iliyofuatia ikajifungua yenyewe. Nimetumwa na Mungu, sijui ninene na nani, sijui ninaongea na dada gani, lakini nataka nikuambie, kuna mlango Bwana atafungua na milango mingine itajifungua. Likabasatarabaso, kuna mlango Bwana amefungua na kuna milango mingine itajifungua. Usiwe na wasiwasi na milango mingine. Hivi ndivyo Bwana anavyosema, atafungua mlango mmoja na utafungua mingine. Haleluya! Mungu atafungua mlango mmoja, na usikiza hayo maagizo, na huo mlango utakapofunguka, milango mingine itajifungua. Ninakutabiria muujiza mmoja utakaozaa miujiza mingine. Ninakuombea ombi moja utakafungua milango mingine. Ninakutabiria unabii mmoja utakaozaa unabii mingine. Ninakuombea baraka moja itakaozaa baraka zingine. Ninakuombea amani kwa leo itakayofungua milango ya maisha ya amani. Ninakutabiria mlango wa school fees ukafunguke, na huo mlango ukafungue milango mingine. Mungu atafungua mlango mmoja, hiyo deni italipwa na utakuwa na madeni tena. Ninatangaza huo mchawi atauliwa na Mungu, na wachawi wengine maishani mwako watazikwa. Maana Bwana ako na shida na mlango wa kwanza. Akishafungua mlango wa kwanza, milango mingine itajifungua yenyewe. Ninakutabiria wewe ambaye unasikia hii, unasikia Word Power Church and Power TV, wale ambao mko katika page ya Facebook na wale ambao mtatuangalia katika YouTube, mkiwa Kenya, mkiwa katika kaunti yoyote ya Kenya hii, ninatabiri kwa jina la Yesu, Mungu akufungulie mlango mmoja na huu mlango ukafungue milango mingine. Ninatangaza kwa ndoa yako, mlango mmoja ufunguke na milango mingine ikafunguliwe. Ninatangaza muujiza mmoja utakaozaa miujiza mingine. Ninatangaza leo ukapata mwaliko mmoja wa kwenda nchi za ugenini, na ikawa ni mwanzo wa kutembea mataifa katika jina la Yesu. Chochote ambacho kinapigana nawe, ninakipiga dafrao kwa uwezo wa nguvu za Bwana. Hata kama ni laana za mababu, ninazing'oa katika jina la Yesu. Hata kama ni mishale ya adui, ninanyangusha kwa jina la Yesu. Natangaza kila aina yote ya blanketi na kila nyavu mbaya ya adui, ninaishusha na ndoano ya Bwana katika jina la Yesu. Anga yako ifunguke, kinachozuia anga yako, hiyo nyavu ya adui ninaing'oa, naivunja kwa jina la Yesu. Pokea mlango ulio wazi kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Tupigie Bwana makofi.
Ninapoongea malaika wanatembea, wengine wameenda kijijini kwenu, maana malaika ana uwezo wa kwenda kama upepo, si kama mwanadamu ambaye anatumia gari. Kuna watu malaika wametembea kwao, kuna watu malaika ameshughulikia hata mahali kuna shida. Amen. Kuna mtu amekutishia lakini malaika amemshughulikia. Anasikia sauti inamwambia do not threat that woman. Usirudi kutishia huyo mama, usitishie huyo mwanaume tena, usimguse. Ukimgusa maisha yako yatakuwa hatarini, kama vile Mungu alimtokea yule jamaa anaitwa Labani katika ndoto, akaambiwa wacha kutesa Yakobo, usimtese tena, usimfanye jambo mbaya. Usiku wa leo tulipokuwa tukiamkia usiku wa leo, mbingu zilishafunguka tayari, malaika wameshatumwa. Tunapoongea malaika wako hapa, malaika wako hapa, wamekaa wanaandika. Ninawaona kwa macho ya kiroho, wanashughulikia madhaifu yako. Malaika wako washatumwa. Alipofungulia Petero akurudi hiyo siku, akakaa Elia. Ninatangaza malaika watatembea katika street zote, wanaangalia wachawi wanaokuzuilia, wanaangalia wachawi ambao wanakuzima, wanaangalia ni kina nani wanatumia njia za kufinyilia na kuua nyota yako, wanaangalia ni wapi shetani anaingilia kusaidia kuinuka kwa familia yako. Maandiko yanasema akawa tu ako Elia. Herode akaendelea na mambo yake. Petero shatoka, Herode ameambiwa, lakini amesema lazima nimalize huyu jamaa. Watu wa Sidoni na Taya wakaja wakawa wana mfurukano, kukawa kuna watu hawasikizani, nao watu wakamkaribisha Herode, wakamwambia utakuwa mheshimiwa mkuu katika kikao hiki, njoo utupatanishe. Amen. Haleluya. Amen. Njoo utupatanishe. Wakati ule anasema njoo utupatanishe, Herode akakalia kiti chake cha ufalme, akatoa speech, akaongea kama mtu aliye na ukuu na mamlaka. Watu wakapiga makofi wakasema, oh, mfalme Herode ameongea kama Mungu. Akapokea sifa hizo zote, akapiga makofi, watu wakamsifu, watu wakawa kama wanamwabudu. Maandiko yanasema na akumpa Mungu heshima. Papo hapo akapigwa na yule malaika aliyemfungua Petero, akampiga Herode, akaliwa na wadudu, akaliwa na chango, akaoza papo hapo. Na yule mtu aliyekalia kiti, yule mtu aliyekata kichwa cha Yakobo, yule mtu aliyeweka wanafunzi wa Yesu katika jela, akaliwa na chango, akaoza papo hapo. Maana malaika aliyetumwa kuja kufungua Petero hakurudi siku hiyo. Niko na utabiri wa mtu mahali hapa. Malaika ambaye amefunguliwa mbingu, akashuka kwa ajili ya uongozi wa familia, akashuka kwa ajili ya watoto wako, akashuka kwa ajili ya maisha yako. Huyo malaika hajarudi mpaka akufungulia mlango mmoja, na milango mingine itajifungua. Na baada ya kukufungulia milango, atarudi tena, atashughulika na adui wa maisha yako, atashughulika na Herode, atafinyilia Herode, atazima miale ya kiburi cha Herode. I prophesy while my eyes are opened, may the angel open one door for you. Amen. And may the rest of the doors in your life be open continually. Amen. And after the angel has opened your doors, may the angel turn back and begin to deal with the error of your life. Amen. I prophesy, it doesn't matter the seat of the throne of glorious and splendor over power that the Lord is enjoying. It doesn't matter even the gold and the silver that he owns, but he shall be smitten by the angel of the Lord. Wachawi watakufa. Lakini siogopi, naongea kwa Facebook. Wachawi wa maisha yako watakufa. Maandiko
anasema usiruhusu mchawi aishi. Wanaokuroga natangaza Mungu awapige na upofu. Ninatangaza mishale wanaokuachilia, mishale wanaokutumia irudi kwao. Ninatangaza viungo vyao vipasuke na vioo wanaokuita nazo zipasuke. Natangaza wewe ni mbarikiwa, utainuka. Wewe ni ukoo wa watu wanaobarikiwa. Wewe ni ukoo wa watu wanaosonga mbele. Wewe ni ukoo wa watu wanaofanikiwa. And begin to say, Father, from this day, my heavens are open. In the name of Jesus. Sema, mbingu zangu zimefunguka. Inua mikono yako uweze kuomba. Kama unaweza simama bali popote ulipo. Ninahisi nguvu za Mungu katika ibada hii. Ninahisi nguvu za Bwana katika ibada. Watoto wengi Sikia maombi